Ayub alimuita Mola wake akasemaje? Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Tuliona maradhi ya Nabii Ayub zaidi ya miaka amekaa kitandani, lakini la yashku, hashitaki kwa Mwenyezi Mungu. Mkewe anamwambia omba dua Mungu akuponye, anasema la, nimekaa zaidi ya miaka mingi, Mungu amenipa siha, imepita miaka 18 sasa hivi maradhi, ndo nifanye haraka ya kumwomba Mungu? Wacha ipite kama miaka ya umri wangu katika siha, alafu ndio baadaye nifikirie jambo la kumwomba Mwenyezi Mungu. Subra ya hali ya juu, mpaka alipofika wakati shetani akamtia fitna, kawa anamwambia la ukunta nabiyan, ungekuwa kweli wewe ni mtume, wallahi Mungu asingekuonja na mitihani kama hiyo. Wewe mitihani hii imekupata kwa sababu umefanya makosa makubwa. Na kuna watu wana fikra kama hizo. Kimwona mtu taabani, sukari anayo yeye, pressure anayo yeye, sasa huyu bwana Mungu ni kiboko cha Mungu hicho. Kwa nini? Huyu amekuwa yakuwa na sasa Mungu anamtia adabu. Unaona kwamba maradhi Mungu tu anamtia adabu mtu. Sasa Ayub alikuwa anatiwa adabu ya nini? Kukaa kitandani muda mrefu akiwa mgonjwa. Ibtilaa ya Mwenyezi Mungu haitizami kwamba unatiwa adabu kwa sababu ya kosa fulani. Mara nyingine Mwenyezi Mungu anakupenda. Sasa unaangalia utapokea vipi? Kwa ajili hiyo basi Saidina Ayub akamwomba Mwenyezi Mungu, akatumia miongoni mwa dua ambayo ni moja katika dhikri ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kama rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Mimi ya Rabbi nimepatikana na madhara, kuambia fashfini, niponye, sawa anta arhamur rahimin. Ikiwa wewe sifa zako ni arhamur rahimin, basi unajua nilichokusudia, wala sina haja ya kukuambia fashfini, niondolee, niponye, anta arhamur rahimin. Allah sema fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhur. Tulimtakabalia dua yake, fakashafna ma bihi min dhur, tukamuondoshia maradhi na madhara alikuwa nayo. Dhikri ya Mwenyezi Mungu ilisababisha kuondoshwa kwa madhara kwa Sayyidina Ayub. Sayyiduna Yunus alipata matatizo vile vile, kilichomtoa katika matatizo yake ni dhikri. Allah anasema wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu najjaynahu min al-gham kadhalika nunji al-mu'minin. Na Nabii Yunus alipomezwa na samaki, akawa anazunguka naye ndani ya bahari, dhiki judhulumatun ba'dha fawqa ba'd, ndani ya tumbo la chewa, akamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa maneno haya la ilaha illa ant. Na hiyo ni dhikri kubwa. Afdalu dhikri ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. Akamwambia Mwenyezi Mungu la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Hakuna mola basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe ya Rabb, na mimi nimekuwa miongoni mwa watu waliodhulumu nafsi zao. Fastajabna lahu. Dhikri hii Mwenyezi Mungu anasema tukamuitikia ombi lake, tukamtoa katika kero alokuwemo ndani. Nenda kamteme, katemwa na katapikwa na chewa yule. Kadhalika nunjil mu'minin, na hivyo ndivyo tutakavyowaokoa wengine. Kwa sababu hii sio kwamba ni Yunus peke yake, la, na wengine mu'minina watakaokuwa na tabia ya dhikri, wanapopatwa na misukosuko na tabu, tutawaokoa kama tulivyomwokoa nani? Nabii Yunus. Na si Yunus tu, Saidina Zakaria pia alikuwa na ikhtibar na matatizo ya na kukosa mtoto kwa miaka mingi, akamwomba Mungu pia kwa dhikri. Kamwambiaje? Ya Rab la tadharni fardan wa anta khairul warithin, usiniache pweke, nipe mtoto. Mwenyezi Mungu fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Tukamuitikia dua yake, tukampa mtoto anaitwa Yahya, tukamtengeza mkewe. Kwa sababu gani? Nabii Zakaria walikuwa yeye na watoto wake yad'unana raghaban wa rahba, walikuwa wakituomba mara kwa mara. Dhikri, ndugu zangu wa Islam, kumbe ni solution ya matatizo mengi.
Lakini sisi matatizo haya yaliyowakuta mitume, ya afya kuzorota, ya matatizo ya kidunia na ya watoto kukosekana, sisi huwa tunakimbilia kwa waganga, tunakimbilia kwa watu wengine, tunawapa sifa za Mwenyezi Mungu. Lakini kwa hakika hasa dhikri inapotumika, Mwenyezi Mungu analeta ilaji ya mambo mengi sana. Sasa ukiona mtume alikuwa anamtaja Mungu nyakati zote, kulikuwa kuna sababu maalum, na moja katika sababu kubwa, Allah anasema katika hadithul qudsi aljalil, ahlu dhikri ahlu mujalasati, ahlu dhikri ahlu mujalasati, wale wenye kunitaja mimi kwa wingi ndio watu naokuwa nao katika vikao vyao. Katika kikao chako wewe unapomtaja Mwenyezi Mungu, jua kwamba Mungu yuko pamoja nanyi. Watu huona fakhri, maskani yetu anakuja mheshimiwa fulani, katika klabu yetu anakuja mheshimiwa fulani, tunakaa naye. Sikuamini mimi nilipokuwa nimekaa naye bega kwa bega. Kama unajifakhiri kwa kuwa kikao chako anahudhuria mheshimiwa fulani, je, yule anayehudhuria Mwenyezi Mungu katika kikao chake itakuwa fakhri yake ya hali gani? Na ndio maana Mtume SAW alitoka kwenda msikitini kuwauliza sahaba, malladhi ajlasakum fi hadha almakan, ni jambo gani lilokufanyeni sasa hivi mmekaa hapa? Qalu wallahi ma ajlasana illa dhikrullah natadarasu ayati llah, tumekaa hapa tunamkumbuka Mwenyezi Mungu, tunasoma aya za Mwenyezi Mungu, nadhkuru aljanna, tunaitaja pepo, natamannaha, tunaitamani pepo, wanastaidhu minan nar, tunamuomba Mungu atuepushe na moto. Hilo ndio lilotufanya tukae hapa. Mtume akawaapia, astahlifukum billah, na kuapieni Mwenyezi Mungu, ma ajlasakum illa dhak, hakuna lingine lolote lilokukalisheni hapa isipokuwa hilo. Qalu na'am ya Rasulullah, ma ajlasana illa dhalik, hakuna lilotufanya sisi tukae hapa isipokuwa hilo. Mtume akasema, fa wallahi mastahlaftukum tuhmatan lakum, mimi sikuapa Mungu kwa sababu eti na watuhumu, walakin jaani Jibril, lakini nimekuapisheni kwa sababu Jibril alinijia kabla muda mchache akaniambia, inna Allaha yatabaha bikumul malaika, hivi sasa Mwenyezi Mungu anajitapa, anajifakhirisha mbele ya malaika wake kwa sababu ya kikao hiki. Nimetaka kuja kuona ni kikao gani, kumbe ni dhikri tu inaendelea pale. Tena Mwenyezi Mungu asema, ma jalasa qaumun fi baiti min buyuti llah yadhkuruna kitab Allah yatluna kitab Allah wa yadhkuruna Allah wa yatadarasuna kitab Allah fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa haffathum ar-rahma wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Watu wakikaa mahala popote wanamtaja Mwenyezi Mungu, katika nyumba miongoni mwa nyumba, katika makawanda miongoni mwa makawanda, isipokuwa kuna shuka utulivu juu yao, sakina, rahma ya Mwenyezi Mungu inawaenea, na Mungu anawataja wao mbele ya watu wengine, viumbe wengine bora kuliko sisi. Faida hizi zote ni faida za dhikri, ikhwatal iman. Dhikri, kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Allah kila anapotuhimiza katika mambo makubwa, mwisho atatuhimiza na dhikri tusisahau. Soma suratul Jumaa, mwisho Mwenyezi Mungu asemaje? Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladhina amanu, ay mulwamini, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, inaponadiwa sala siku ya Ijumaa, fas'au, fanyeni haraka, ila dhikrillah, fanyeni haraka. Hapa wanasema ulama, haraka yenu katika nyoyo zenu, kwa sababu ipo hadithi inasema sala ikishakimiwa msikimbilieni, nendeni kwa upole, alaikumus sakinatu wal waqar, fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu, mtakachokipata salini, mtakachokikosa timizeni. Sasa huko hadithi inasema nendeni kwa upole, huko aya inasema fasau ila dhikrillah. Vipi utaweka mutabaka baina ya vitu viwili hivi? Nasema as-sa'yu fi qulubikum, katika nafsi yako iwe una ghera ya haraka haraka, na haraka hapa ni kwa ajili ya utukufu wa ili jambo na kima chake katika society ya Waislamu.
kwa sababu hakuna kitu kikubwa kama swala. Hakuna kitu kikubwa kama ibada hizo za swala. Ndio maana ndio mmoja aliuliza, kwa nini basi sisi tunasema Allahu Akbar tunapokuwa katika sala, na tunapoangalia majina ya Mwenyezi Mungu tunakuta hakuna jina akbar bali liko kabir? Kwa nini tuseme Allahu Kabir, tuseme Allahu Akbar? Kwa sababu gani tunasema Allahu Akbar katika sala, tusiseme Allahu Kabir, wakati al-kabiru ismun min asma'illah, kini akbar hatulioni katika majina 99 yale ambayo tunayaona? Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu anapohimizwa kwenda kusali huwa anahimizwa aache mambo makubwa vile vile katika maisha yake ambayo vile vile ni mambo ya ibada. Hapa wanahimizwa wenye kuuza na kununua. Je, jamani, biashara sio jambo kubwa katika jamii? Alilifanya Mtume, wakalifanya maswahaba, wakalifanya tabi'i, wakafanya tabi'i tabi'in. Biashara ni jambo kubwa. Sasa salatul juma inaponadiwa, Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati al-juma, idha nudiya lis-salati, ikinadiwa sala min yaumi al-juma, siku ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillah, haraka kimbilieni, wadharul bay'a, acheni kuuza na kununua. Ina maana tunaambiwa tuache jambo kubwa la bei, biashara. Katika maisha ya mwanadamu kitu kikubwa kwake katika mambo ya business hakuna kama biashara, na ni jambo la faraja sana kuona hata masahaba na mitume walikuwa wanafanya biashara. Hata bibi Khadija ndo sayyida a'mali al-ula, first business woman katika Uislamu, ambaye kazi na biashara. Kwa hiyo ni jambo kubwa la biashara. Sasa ikiwa yale ambayo mmeacha ni makubwa, ukija katika sala unatakiwa usemeje? Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi kuliko biashara niliyoiacha. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi kuliko mali niliyoiacha sokoni. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi kuliko duka langu. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi kuliko kuchange dola. Allahu Akbar minni wa minka wa min kulli shay, unatupa kila kitu nyuma ya Allahu Akbar. Ndio pale limetumika jina la akbar, kwa sababu sala dhikri ni akbaru min kulli shay. Ingekuwa labda Allahu Kabir, na biashara ni kabir, na riziki yangu ni kabir, na duka langu ni kabir, na mali yangu ni kabir, na maisha yangu ni kabir, kwa sababu zote ni ibada. Unaposema Allahu Akbar, Allahu Akbar min kulli shay, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, ndo ahsan katika tafdhili, hakuna akbar min Allah. Kwa hiyo wewe huna wasiwasi wa kuacha biashara yako kabir kwa sababu unamuitikia akbar. Huna wasiwasi kuacha duka lako kabir, almatjarul kabir, kwa sababu ya kumuitikia akbar, kwa sababu ya kwenda kutekeleza dhikri. Sasa ukimaliza tu Allah anasemaje? fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ukimaliza kusali tawanyikeni katika ardhi na tafuteni fadla za Mwenyezi Mungu. Fadla za Mwenyezi Mungu ndio hizo riziki. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu sana ili mpate kufanyaje? Kunali saada. Hakuna njia ya shari isipokuwa Mtume ametuonyesha, hakuna njia ya kheri isipokuwa Mtume ametuonyesha, katuambia hii ni ya shari, hii ni ya kheri. Hakuna njia bora isipokuwa Mtume alituonyesha. Hakuna maana itakayokuwa inakwenda sambamba na fitratud din isipokuwa Mtume alitukashifisha, akatuonyesha, akatuelekeza, akatusafishia, na kila kitu kiko wazi. Baada ya kuondoka yeye akatuachia sahaba, baada ya sahaba kaja tabi'in, baada ya tabi'in, na sasa wapo mashekhe na ulama ambao Mtume anasema al-ulama warathatul anbiya. Hakuna tena mtume atakayetokea. Ukisikia mtu anadai mtume, ujue kwamba huyu ametoka katika misingi yote ya sheria, kwa sababu Mtume anasema ana al-aqibu fala nabiyya ba'di,
mimi ndo wa mwisho, hakuna mtume mwingine baada yangu mimi. Na Mwenyezi Mungu alimwambia, ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akitokea mtu anasema mimi mtume, huyo moja katika mawili: akili yake haifanyi kazi sawa sawa, au ni jahil murakkab, au anasema jahilun jahulun majhulun jahil. Ala zote za jahil anazo, na inapaswa waende matabibu kumwangalia vizuri, sio ulama. Waende matabibu wamwangalie afya yake. Na wapo wengi walitoka huko wakasema sisi mitume, lakini wana malengo yao. Kule Sudani alitoka mmoja akasema mimi ndo Mahmud, mimi ndo mwenyewe, ndo Ahmad, ndo mtume. Nimetoka katika utume wangu, naambiwa Mungu ananipa wahi, anasema musisali tena, pumzikeni. Kwa sababu gani? Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Anasema eti anatafsiri aya, muabuduni Mola wenu mpaka imani ipande. Kisha panda imani, pumzika. Yani sasa hivi huna imani, lakini ukiabudu mpaka unaona imani hapa iko top. Hatta yatiyaka al-yaqin katafsiri kwamba ikifika imani, yani quwwatul iman, pumzika. Kisha anasema zaka hakuna tena kutoa. Yani mtu kama huyu atafuatwa na wale wavivu wa sala. Sasa kuna watu sasa wanatamani angetangaza mtangazaji kusali basi, angefurahi sana. Sasa watu hao wanatokezea. Kisha akasemaje? Swala basi, kwa sababu Mungu anasema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Kwa maana kwamba anatafsiri kwamba hakika swala ilikuwa, kanat fi'lu madhi naqis, anatafsiri ni kitendo kilichopita, yeye na sahaba zake na kina Abi Huraira. Kwa hiyo imeshapita, past tense. Kwa hiyo leo sasa hakuna tena sala. Kwa hiyo sala ilikuwa kwa Muhammad na sahaba zake, imewekwa katika nyakati thabit, lakini leo sala haituhusu sisi, anawatangazia watu wake. Ndio mitume wenyewe wanaotokezea. Wakatoka ulama wakasema huyu kwanza hata ilmu ya darasa la pili ibtidai hajafika. Kwa sababu Qur'ani inaposema wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, maana yake sio yaqini ya imani, ni yaqini ya kufa. Yani ni kifo, muabudu Mola wako mpaka kufa. Sababu Qur'ani inasema walam naku minal musallin, hatukuwa katika watu wenye kusali hatta atana al-yaqin, mpaka kifo kilipotujilia. Kwa hiyo yaqini ni kifo. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. mpaka kifo kikatujilia tuko katika hali hiyo. Kwa maana hiyo yaqini sio quwwatul iman, bali yaqin ni kifo. Kisha inna salata kanat katika Qur'ani imekuja mara nyingi. Sasa unaposema kana ni fi'lu madhi naqis, ukisema inna Allaha kana aliman hakima, Mwenyezi Mungu alikuwa zama hizo anaona, ana hekima, anasikia. Sasa hivi itakuwa haoni tena wala hasikii. Kana kwa sababu fi'lu madhi naqis, lakini kana bimaana istaqarra wa thabat. Kana ya imestaqiri na imethubutu. Sio kila kana ni fi'lu madhi naqis katika lugha ya Kiarabu. Kwa ajili hiyo basi huyu alionekana jahil, jahulun, majhulun wa mijhalun, no jahil. Kwa sababu gani? Alama zote za jahala alikuwa nazo, na wengine wanatokezea kama yeye. Zamani wanasema alitokea wakati wa Ma'mun, mwanawe Harun Rashid. Anasema ana Ibrahimul Khalil, mimi ndo Ibrahimul Khalil. Ma'mun akamsikia akamwita, akamwambia Ibrahimul Khalil alitiwa motoni hakuungua. Sasa na sisi tunawasha moto tukutie kama hutaungua. Je, uko tayari? Asema nitafutieni lengine kuliko hilo. Akamwambia basi miujiza ya Musa. Kauliza Musa alifanya nini? Hata hajui Musa alifanya nini. Anauliza yeye mtume, Musa alifanya nini? Musa alikuwa na bakora, akiangusha inabadilika nyoka. Mkono akiacha chini ya kwapa lake unatoka mweupe. Bahari alipiga bakora ikapasuka. Hayo ndio mambo ya Musa. Akasema hayo ni mazito kuliko yale ya mwanzo, niangalieni mengine. Akamwambia basi Isa alikuwa anafanyaje? Anauliza. Isa alikuwa anafufua watu waliokufa. Sasa pembeni ya Maamun alikuwepo Qadhi Yahya ibn Aktham.
kwa Chief Justice wakati huu. Alipoambiwa Isa alikuwa anafufua watu, huyo anaidai utume akasema basi umefika mahala pangu. Hiyo ndo miujiza alionipa Mungu. Sasa hivi nitaikata shingo ya Qadhi Yahya ibn Aktham, alafu nipeni saa moja tu nimrudishe akiwa hai. Yahya ibn Aktham akasema mimi wa mwanzo kukuamini, kwa sababu anajua atamkata shingo na shingo haitorudishwa, na anajua hawa watu ni watu ambao wanasema vitu ambavyo havipo kabisa. Na ile kusema kuamini kwamba sio kwamba namuamini kwa yakini, kwa upumbavu wake amuondoe njiani, sababu atacheza na vichwa vya watu bure. Huyu anajitia eti naweza kukikata kichwa alafu nipeni saa moja tu nikirudishe. Kwa basi nishakuamini, nenda zako. Basi wanaotokea wakasema mimi mtume, mimi napewa wahi, mimi hivi. Kuna mambo hapo ndani yatizameni vizuri. Matabibu wanapaswa kwenda kumtizama vizuri hali yake. Kwa hiyo dhikri, sehemu zote ambazo unatakiwa, mara nyingi wewe unamtaja Mwenyezi Mungu. Ndio maana Allah anasema fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Mtajeni Mungu sana ili mpate kufaulu. Na Mwenyezi Mungu amemteremshia mtume aya zinazoonyesha ubora wa dhikri na zinazoonyesha harakati za muumini iwe ni dhikri kila mara. Wakati alipomwambia katika suratu Ali Imran, mwisho wa suratu Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. katika watu ambao wameambiwa ulul albab, wenye akili, ulul albab, wenye kutumia akili zao vilivyo. Mwenyezi Mungu alianza kuwasherehesha akawaeleza ni wepi, alladhina yadhkuruna Allah, ambao wanamkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu qiyaman, kwa kusimama, wa qu'udan, kwa kukaa, wa ala junubihim, na kwa kulala. Yani hata ukilala unamkumbuka Mwenyezi Mungu sehemu zote. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, kila nyakati zake kazifanya ni nyakati za dhikri. Akienda usingizini, akishasoma muawidhatain, akijapuliza katika viganja vyake vya mikono, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, aljatu dhahri ilaika, fawwadtu amri ilaika, skantu nafsi ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja wa la manja minka illa ilaika, amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta. Mtume anasema mkishasoma dua hii, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuletea malaika, anakuwa anakulinda katika usingizi wako mpaka asubuhi. Dha tawadda al-abdu wa bata ma'ahu malakun ala firashi kullama istayqadha al-abdu laylan, kila akiamka mtu Mwenyezi Mungu wale malaika kusema Allahumma ighfir li 'abdika hadha faqad bata al-layla mutatahhira au bata al-layla tatahhura. Sema ya Rabbi, msamehe mja wako huyu amelala usiku na udhu, amelala usiku tahir. Ni nani katika sisi analala tahir? Analikumbuka hili, anaenda kulala anatawadha, alafu anasoma nyuradi zake, dhikri zake, analala. Sisi tunalala hivyo hivyo tu. Lakini sunna na mambo makubwa Mtume alifundisha, kwa sababu ukilala nasema an-naumu mautun asghar wal mautu naumun akbar. Usingizi ni kifo kidogo. Kama mtu anataka kujua kifo kiko vipi, mtizame mtu amelala, basi ni ndugu. Nasema an-naumu akhul maut, ile kulala ni ndugu wa kifo. Kwa hiyo inawezekana ukalala usiamke tena wewe mpaka siku ya kiyama litakapopulizwa baragumu. Kwa hiyo namwomba Mungu, ya Rabbi, nafsi yangu ukiiacha iache katika khair, na ukiitoa ijalie ije kwako kwa khair kabisa. Unaomba dua hizo, na usiwache kama alivyokumbusha hapa Imam kwamba mkikaa msikitini tia nia ya itikafu, na ukilala tia nia na nia sadika ya kusimama usiku ufanye ibada. Idha tawadda al-abdu wa bata wa huwa yanwi an yaquma min al-layl, anasema Mtume, mtu anapolala akawa na nia ya kusimama usiku ili kufanya ibada, basi faghalabathu ainuhu fanama, macho yake yakamzidia akalala asiamke. Kataba Allahu lahu thawaba ma nawa,
wa kana naumuhu sadaqatan min rabbi, Mwenyezi Mungu anamwandikia thawabu za alonuia. Kama nitasimama usiku ni sali, hakusali mpaka asubuhi, Mungu anamwandikia thawabu za sala kwamba amesali. Nia yake, sababu kuna kitu kikubwa kama nia. Rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyya wa rubba amalin saghir tukabbiruhu an-niyya. Huenda kukawa kuna project kubwa ya amal lakini ikadogoshwa na nia, na huenda kukawa kuna project ndogo ya amal lakini ikakuzwa na nia. Ndio maana hadithi ya innamal a'malu binniyat inatakiwa ifanye kazi katika mambo mengi sana, kama wanavyosema fuqaha kwamba ni thuluth yote ya dini yetu. Kwa ikhwatal iman, dhikri ya Mwenyezi Mungu ni wajib. Dhikri ya Mwenyezi Mungu inaweza ikafanyika katika sehemu zote, nyakati zote, ikiwa unatembea, ikiwa umelala, ikiwa unaendesha chombo chako, wa halumma jarra. Kwa hiyo hadithi hapa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kana Rasulullah, bibi Aisha, kana Rasulullah yadhkuru Allah ala kulli ahyani. Mtume alikuwa anamtaja Mwenyezi Mungu katika nyakati zake zote, na wewe mtaje Mwenyezi Mungu katika nyakati zake zote.